Tukiwa tunaendelea na mjadala wetu juu ya mada ya tabia ya Mungu. Baada ya kuwa tumeangalia katika kile kipindi cha kwanza ya kwamba shetani katika uasi wake kule mbinguni aliasi juu ya nini? Ni amri gani ambayo alivunja mpaka akawa muasi? Katika kipindi kilichopita tumeangalia kwa uzuri kabisa, tukaona kwamba shetani, dhambi aliyofanya mbinguni kimsingi ni ya uongo, na ni kutoka kwenye uongo huo ndo alifanikiwa kuchukua malaika wapatao theluthi moja ya wakazi wote wa malaika kule mbinguni. Lakini vita pia tumeona kwamba haikuwa vita ya kutunishana misuli au ya mabavu, na haikutumia silaha za kimwili kama tunavyojua. Vita ya damu na nyama haikuwepo, isipokuwa ilikuwa ni vita ya maneno na mawazo yaliyo kinyume na utaratibu wa mbinguni, ambayo yalikuwa yamejengwa katika uongo. Sasa tunaingia katika kipindi kinachofuata. Unapoangalia kitabu cha Isaya na kitabu cha Ezekieli, unapata kwenye kitabu cha Ezekiel 28 mstari wa 17, tunapata moyo wa shetani ukiwakilisha kwamba alikuwa amejaa na tamaa ya ubinafsi, tamaa ya kuinuliwa. Hicho kipengele cha kwanza. Hiyo ni baada ya kuasi. Sasa hiyo ni baada ya kuasi au ni katika harakati za mwanzo wa uasi wake? Tafikia hiyo itakuwa sahihi kwamba alipokuwa katika changamoto katika siri za moyo wake, alikuwa na tamaa ya kuweza kuwa na kuinuliwa. Kwenye kipengele cha kuinuliwa kuna kipengele fulani pale ambacho ni cha muhimu, ambacho huwa kimejificha fulani, ila ningependa tukiangazie tena. Hiyo kwa katika kitabu cha Isaya 14 ukisoma ule mstari wa 13 hadi 14, tunapata ya kwamba madai yake alikuwa anasema ya kwamba alikuwa anatamani ainue kiti chake juu ya nyota ya mbinguni. Nawe ulisema moyoni mwako. Isaya 14:13 anasema, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Sasa kumbuka mwanzo tulipata ya kwamba alikuwa anakaa katika mlima huo akizunguka. Unakumbuka? Katika moto, ule moto. Na tunapata ya kwamba tunayemzungumzia ndiye ambaye alikuwa ni kerubi, kwa maana yake ndiye aliyekuwa malaika aliyekuwa na nafasi ya juu zaidi kuliko malaika wengine. Na tunapata katika maandiko malaika wanawakilishwa kuwa wanatumiwa, neno linalotumika kwenye neno la mafumbo kuzungumzia malaika inakuwa ni nyota, sio? Sasa kwa hiyo alikuwa tayari juu ya nyota wa nani? Wa Mungu kimamlaka. Katika mamlaka unapata ya kwamba Lucifer ndiye aliyekuwa juu ya malaika wote. Kwa hiyo unaweza sema ya kwamba alikuwa juu ya alikuwa kiongozi wao, alikuwa ni msimamizi wao, ila usimamizi wake ulikuwa chini ya Kristo ambaye alikuwa ni mwana wa Mungu. Sasa kuna kipengele pale cha kuweza kukimenya kidogo. Tunapata anadai ya kwamba anataka ainue kiti chake juu ya nyota wa nini? Nyota za mbinguni. Sasa anainua juu zaidi vipi kama tayari yupo juu yao? Au kauli hiyo ina fumbo lipi ndani yake? Kwa maana tayari yupo juu yao. Yeye ndiye mzaliwa wa kwanza miongoni mwa malaika. Ndio yupo juu yao. Kwa hivyo anaposema sauti hiyo kwamba nitainua kiti changu juu ya nyota wa mbinguni, kauli hiyo inamaanisha. Kwa hiyo ikiwa alikuwa juu ya malaika tayari, na hapa anasema anatamani ainue kiti chake juu yao,
Kwa hiyo kuna kimo fulani ambacho anachokilenga ambacho hakipo katika ambacho hakuwa nacho kabla ya katika hiyo hali yake ya kwanza. Kwa hiyo juu ya malaika, nafasi tunayoipata hapo zaidi ya hapo ni ya Baba na Mwana, sio? Na ukiangalia katika maandiko tunapojifunza, tunapata Baba alipokuwa anafanya kazi yake ya uumbaji hakuwa pekee. Alikuwa na msaidizi wake, ambaye msaidizi wake alikuwa ni Mwana mpendwa, ambaye kupitia kwake waliweza kufanya kitu gani? Waliweza kufanya kazi ya uumbaji. Baba akiwa ni chanzo, alafu Kristo akiwa ni mtendaji. Kwa hiyo juu ya kitengo cha malaika, nafasi tunayoipata ni nafasi ya uungu. Unaelewa? Kwa hiyo anaposema anataka ainue kiti chake juu ya kitengo cha malaika, lengo lake hapa ni kwamba anataka ainue kiti chake katika lengo lake ni kwamba anataka hiyo hapo, yaani kwa sauti iliyokuwepo tu ni shida. Sijui tutafanyaje. Katika kitengo cha malaika hakuna kitu kingine ambacho Lucifer alikuwa amenyimwa. Ilikuwa kwenye mamlaka ni zaidi ya malaika wengine, hata kwenye muonekano mwenyewe. Lucifer alikuwa tofauti kabisa. Kwa hiyo lengo lake anapodai ya kwamba anatamani aweze kuinuliwa juu ya malaika, lengo lake ni kuinua hadhi na kiti chake na uwepo wake katika kikao cha uungu. Tukapata Zakaria 6:13. Zakaria 6:13. Zakaria 6:13. Zakaria 6:13. Anzia 12, labda tupate muktadha wa wazo hilo. Okay. Ukamwambie ukisema, Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba tazama, mtu huyu ndiye ambaye jina lake ni chipukizi, naye atakuwa katika mahali pake, naye atalijenga hekalu la Bwana. Naam, yeye atalijenga hekalu la Bwana, naye atachukua huo utukufu, ataketi akimiliki katika kiti chake cha enzi, na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili, na hizo taji zitakuwa za Inatoshea pale 15. Okay, inatoshea pale. Kwa hiyo tunapata shauri la amani katika muktadha huo, of course, ni baada ya dhambi kuingia. Kwa hiyo ndiposa amani iweze kurejeshwa. Amani inapotoweka kwa sababu kuna uadui umeingia. Kwa hivyo kabla kuwepo na amani, kuwepo na uadui, kulikuwepo na amani. Kwa hivyo ndiposa amani hii iweze kurejeshwa, kukawa na haja au kiu, sio kiu, kukawa na tunaita hitaji la stabilize, amani iweze kurejeshwa. So tunapata kauli hii kwenye kitabu cha Zakaria kwamba wanaohusika ni nafsi ngapi? Nafsi mbili. Ya anaitwa tawi na nani? Na shina. Ni hivyo? Yeah. Anaitwa Bwana na tawi. Sawa? Kwa hiyo the branch and the Lord. Ndio shauri amani itakuwa kati ya hao wawili. Jehova na the branch. The branch ni tawi. Sawa? Kwa hiyo juu ya nafsi hii si nafsi katika asili, juu ya asili ya malaika ambao ni nyota, asili ya juu hapo ni asili ya uungu ambao inahusu branch au tawi na nani? Na Baba. So point yangu ya msingi ni kwamba sentence hii ya kitabu cha Isaiah inayosema kwamba nataka kuinua kiti changu juu ya kiti cha Mungu. No, juu ya mlima mkutano wa Mungu. Lengo lake ni kutaka kuingia katikati ya baraza hili. Awe nafsi ya ngapi? Awe nafsi ya tatu. Mpaka pale tunaona kuna kipengele tafuta pale. Hiyo ndio sentence iliyo nyuma pale. Bila kuelewa hiyo, kauli ile itakuwa ya maana. Kwa maana tayari yupo juu ya malaika. Sasa malaika ndio nyota. Tayari yupo juu ya nyota. So ni juu zaidi gani anataka kuenda? Then ni juu kumaanisha kwamba anataka kuingia katika uungu ambao ulikuwa juu ya nyota za nini? Nyota za Mungu. Mpaka pale iko sawa? Sasa pale tuunganishe sasa katika somo letu. Tunapata hapa huyu anaitwa Shetani kwa sasa, tunamuita Shetani au Lucifer kwa wakati wake. Tunapata kwenye kitabu cha kwenye kitabu cha Ezekieli tunadhihirishiwa ya kwamba ndani ya moyo wake
au ndani ya hekalu lake kuna mchakato wa binafsi unaweza kufanya nini? Umeanza kuingia. Kwa hivyo anatamani aingie kwenye kiti cha uungu, ila sasa bado ndani yake, kilicho ndani yake ni nini? Ni binafsi. Kwa hivyo hiki anachokitafuta, je, anaweza kuwa amemwekea Mungu kwamba naye Mungu pia ana sifa hiyo ya ubinafsi, au iwezekani? Au namaanisha hivi, jaribu kuweza kuisawazisha sentence hiyo. Anatamani awe kama Mungu. Tunaona mpaka pale. Ila kinachomuongoza ni ubinafsi. So ikiwa anatamani awe kama Mungu, je, hiyo haimaanishi, anamaanisha kwa njia nyingine Mungu ni mbinafsi kama anachokitafuta? Mpaka pale tunaona kwamba anatafuta kuwa kama yeye tayari ameshachagua upande wa ubinafsi. Roho ya ubinafsi imeshamuingia. Lakini sasa akiwa na ubinafsi huo anataka awe kama Mungu. Ama acha some nukuu hiyo hapa moja, alafu itaweza kuweka mambo haya sawa vizuri. Sasa hapa kuna kitabu kinachoitwa Mlima wa Mbaraka. Sawa. Ningependa tukisome, alafu baada ya hapo labda point hii tuirejee tena. Sawa? Na hata kama labda point hii haitakuwa inaelekea kuwa wazi kila masaa, ila somo linapoendelea kauli hii itakuwa ni kamba ambayo inajidhihirisha taratibu. Sawa. Kwenye kitabu cha Mlima wa Mbaraka 25 paragraph ya pili anasema kwamba moyo ambao umedanganywa na shetani inamtazama Mungu kama mkatili ambayo anachokitaka lazima akipate. Kwa Kiswahili, kwa Kiingereza wanaita relentless. Kama vile ambavyo simba anawinda mawindo yake, anatafuta kwa bidii na juhudi, achoki, awachi. Kama anachokitaka ndicho anachokiendea. So relentless na maana yake. Alafu anasema the selfish characteristic of humanity, even of Satan himself, are attributed to the loving creator. So, kwa hivyo hapa anasema ya kwamba tabia za ubinafsi, tabia za nini? Za ubinafsi, ambazo point hiyo inakuja clear au wazi. Sawa. Ila point hiyo bado ndio hiyo kwenye maandiko. Ila kwanza naomba uisome kwanza. Sawa, msikilizaji, point ipo hii, nukuu iko hapa kwa Kiswahili, tutaweza kuisoma. Anasema, isipokuwa unakubali kumpokea Mungu moyoni na kufuata tabia zake za upendo na kujinyima, huwezi kumjua Mungu kamwe. Moyo uliodanganywa na shetani huona kuwa Mungu ni mdhalimu asiye na huruma, tabia za kuwa na choyo na kujipendeza nafsi mwenyewe, ambazo ni tabia za binadamu zinazotokana na shetani mwenyewe, zinahesabiwa kuwa tabia za muumbaji mwenye upendo. Mungu asema, ukadhani ya kuwa mimi ni kama wewe. Zaburi ya 50:21. Tunaweza kuchapa majaliwa yake yanaelezwa kama kuonyesha asili yake kuwa ni mdhalimu mwenye kulipiza kisasi. Okay, tushia pale. So kuna vipengele vingi na tumaini kwenye lugha ya Kiswahili ambao wengi wetu tunaielewa imekuwa wazi. Ila point ya msingi ambayo ningependa tupate pale kwamba anasema sifa za kibinadamu ambazo ni za shetani. Dhalimu inamaanisha nini? Dhalimu ni kama katili. Kuna sentence hapa, umesoma wapi? Soma. Haya, moyo uliodanganywa na shetani huona Mungu kuwa ni mdhalimu asiye na huruma, tabia za kuwa na choyo hapo. Tabia za kuwa na choyo, kujipendekeza nafsi mwenyewe. Hiyo sentence hiyo. Choyo maana yake ni binafsi. Kwa hivyo anachotaka kukitenda, anakitenda kwa ajili ya kujitafutia mema wewe peke yako. Kwa hiyo ni moyo uliodanganywa na shetani, unavyoona mambo hivyo. Sio? Alafu anasema tabia za shetani mwenyewe zinafanya kitu gani? Tabia za shetani mwenyewe zinahesabiwa kuwa tabia za Mungu. Kwa hivyo tabia za Mungu wakati mwingi ambao tunasema ni tabia zake, wakati mwingi si zake. Tabia za binadamu na tabia za nani?
tabia za shetani. Ila kipengele cha muhimu kitabu cha Zaburi 51. Sawa. Ambacho nakinukuu hapo kwamba ulidhani mimi ni kama wewe. Sasa swali, shetani anaposema nataka kuinua kiti changu juu ya mlima mtakatifu, juu ya nyota za Mungu, alikuwa akifikiri Mungu ni kama nani? Kuna kipengele kingine hapa kwenye nukuu moja. Hii nafikiri kwa kifupi inaitwa ni Australian record. Inasema hivi, Australian record June tarehe 1 mwaka wa 1900 paragraph ya 17. Anasema certain principle of self survey. Kanuni ya shetani ya kujitumikia mwenyewe. This principle, kanuni hii, he attributed to God. Alimuvika Mungu, misrepresenting his character, akielezea kinyume tabia yake. Kwa hiyo shetani tabia ile yake ya kujihifadhi, ya kutafuta mambo yake ile, tabia hiyo aliweza kuvikisha Mungu, anaweza kumvika Mungu tabia iliyo ya kwake mwenyewe. Point ya msingi, tabia ina gani? Tabia ya ubinafsi. Hiyo ndio kanuni tunayotembea nayo. Kwa hivyo anatafuta ubinafsi na amemwekea Mungu tabia gani? Ya ubinafsi. Sawa sawa? Kwa hivyo tunapata hapa mwanzo kabisa, shetani anapoanza mchakato wa ubinafsi na tamaa ya kuwa mbinafsi, anaweka sura ile ya ubinafsi anayoitafuta kwa Mungu, kwamba yeye ndiye nani? Mungu naye yuko kama yeye. Mungu yuko kama yeye. Sawa sawa? Kwa hivyo pambano linapoanza mbinguni, kesi hapa ilikuwa ni kuhusu tabia yake, tabia ya Mungu ilivyo, na Mungu akawahakikisha kuwa ni Mungu mbinafsi. Kama pale tumeweza kuona hiyo, sasa ningelipenda sasa tuende moja kwa moja kwa nukuu moja ambayo inatuletea mada husika katika ni vipi ambavyo shetani aliweza kutoa hoja kwamba Mungu ni mbinafsi. Sawa? Hii tutaenda kusoma vitabu viwili, nukuu mbili kwenye kitabu cha Wazee na Manabii. Wazee na Manabii, sijui kama kitakuwa kwenye Kiswahili, lakini kwenye Kiingereza nini nacho hapa? Ni 37 paragraph ya kwanza. Anasema he began to insinuate doubts concerning the laws. Alianza kuingiza mashaka kuhusu sheria that governed heavenly beings, zilizoongoza viumbe wa mbinguni, intimating that though laws might be necessary for inhabitants of the worlds, akieleza kwamba ingawaje sheria inaweza kuwa muhimu kwa ajili ya malimwengu, being more exalted, ya tukiwa tumeinuliwa juu, wao malaika wakiwa wameinuliwa juu zaidi, needed no such restraint. Hatuhitaji kuwa na vizuizi vya namna hiyo, for their own wisdom was sufficient guide, kwa kuwa hekima yao inatosha. Kwa hiyo point ya msingi hapa, shetani tunampata katika mchakato huu, akaanza kuzunguka akiweka mawazo ya mashaka, ya kutulia mashaka sheria za nani? Sheria za Mungu. Akisema ya kwamba kwa maana wao wana hekima, wao hawahitaji sheria hiyo. Kwa maana sheria hiyo, anasema, anadai ya kwamba ilikuwa inawakandamiza. Kwa hiyo ijapokuwa walimwengu wengine wanaweza kuwa wanahitaji sheria hiyo, wao hawahitaji nini? Sheria hiyo. Kwa tunapata mashaka shetani anaoanza kuyapitisha, ndiposa afike kwenye lengo lake kuu, anaanza kuwakilisha sheria ya Mungu kama sheria inayowakandamiza, sheria inayowazuia. Sawa? Kwa hiyo lengo la shetani haliwezi timia hadi wakati ule ambapo anapogusa nini? Sheria ya nani? Sheria ya Mungu. Mpaka pale kama tumeweza kuelewana vizuri, tusisahau pia ya kwamba kulingana na matamshi ya Kristo kwenye kitabu cha Mathayo, alipoulizwa kuhusu amri kuu ni gani, aliweza kusema kwamba amri imeweza kuwa kupewana katika muhtasari kwamba ni kumpenda Mungu na kumpenda nani? Na kumpenda jirani yako. Sawa sawa? Kwa hiyo kanuni ya amri tunaoizungumzia ni kanuni ya upendo. Na upendo ndiyo kanuni iliyo kinyume na kanuni ya ubinafsi. Kwa hiyo ndiposa aweze kuwakilisha Mungu kama mtu binafsi. Kwa hiyo
shetani aliweza kuwakilisha amri ya Mungu kuwa kama amri ya nini? Ya ubinafsi. Kwa hiyo shetani, udanganyifu wake kuhusu Mungu unalenga kuwakilisha amri za Mungu kama amri za binadamu, na la pili kuwa kama amri zile za ubinafsi ambazo binadamu anazozitoa. Ni kitu kimoja, labda hata si mambo mawili. Kwa njia moja naomba niweze kuiweka katika njia hii. Tumesema ya kwamba tabia ya ubinafsi ambayo shetani anamvishia Mungu ama anamvika Mungu ni tabia yake mwenyewe shetani, na ni tabia za binadamu. Sawa? Tabia za ubinafsi. Kwa hiyo shetani anapowakilisha amri za Mungu, then anaziwakilisha zinakuwa kama amri za kibinadamu ambazo ni amri zinazotungwa kwa lengo la ubinafsi. Binadamu, amri zetu tunazipozitunga, tunazitunga kwa ajili ya kujihifadhi wenyewe. Lengo ni kujihifadhi wenyewe. Kwa mfano, tuseme kama nchi ya Tanzania, amri ambazo nazipitisha ni kwa ajili ya preservation ya nchi ya nini? Ya Tanzania. Kwa hivyo amri za binadamu huwa zinakuwa ni kwa ajili ya preservation ya interest ya nani? Ya Watanzania. Kwa hiyo shetani anawakilisha kwamba amri za Mungu ni za kukandamiza uhuru wetu kama viumbe, hasa malaika ambao hatuhitaji kukandamizwa huko. Kama lengo la Mungu kupenda amri yake ni kwa ajili ya makusudi ya ubinafsi wake mwenyewe. Na pale sijui kama hiyo point imeweza kueleweka vizuri. Kama imeeleweka, tuweze tusonge katika point nyingine. Point ambayo ningependa tuanze kuunganisha na hapo ni kwamba tunapozungumzia lengo la kupindua serikali ya nchi yoyote au taifa lolote, then kando ya kwamba unahitaji kumpindua yeye mamlakani, lengo kuu zaidi ya hapo ni kwamba tunafaa tufahamu ya kwamba upinduzi wa serikali yoyote ile, lazima mtu huyo anayefanya lengo lile anahitaji la kuleta mabadiliko fulani katika taifa lile. Inaweza kuwa ni mabadiliko ya ubinafsi yake mwenyewe, na wengine huwa wanadai sababu ya maslahi labda ya wananchi wanaokandamizwa, kitu kama hicho. Kwa hivyo shetani naye kwenye madai yake akakuwa anapeana hoja ya kwamba Mungu anahitaji abadilishe sheria ya kwa manufaa ya malaika. Kwa hivyo anapokuja kwenye malaika, haji kana kwamba lengo lake anatafuta makusudio yake au anatafuta kitu kwa ajili ya utukufu wake. Alikuwa anatafuta kitu kwa ajili ya uzuri wa nini? Wa malaika. Kwa mfano, hebu naomba nisomee kitabu cha hiki hapa, Wazee na Manabii. Naomba nisomee hii paragraph ya kwanza. Wazee na Manabii. Mungu ni upendo. God is love. 1 John chapter 4 verse 16. His nature, his law is love. Now, komea pale. Sentensi hii haijasema ya kwamba asili ya Mungu na sheria yake. Kwa Kiingereza nasema his nature, his law. Kwa hivyo hapo sasa asili yake ni nini? Sheria yake. Hiyo ni sentensi ngumu. Kwa hivyo asili ya Mungu ni asili ya sheria yake. Yaani kwa maana nyingine, Mungu alivyo, vile sheria yake ilivyo, ndivyo alivyo. Ndivyo yeye pia alivyo. Kwa hiyo ndio maana yeye na sheria yake yani asili ni moja. Asili ni moja. Yaani hiyo inamaanisha hivi. Ndiposa ubadilishe sheria, lazima kwanza ukamuondoe Mungu, ukamuondoe, alafu kamuumba tena. Ndio ubadilishe sheria, lazima kwanza unaanza kumbadilisha Mungu. Baada ya kumbadilisha Mungu, ndiposa sasa uweze kubadilisha, umutunge vizuri. Unaelewa hiyo? Sasa ikiwa hiyo iko hivyo, kwa hiyo kanuni yake ambayo ni asili yake haibadiliki. Mungu ni yule jana, leo na hata kesho. Sawa? Kwa hivyo amri yake haiwezi fanya kitu gani? Haiwezi badilika. Ila sasa amri ya binadamu inaweza ibadilisha. Maana yake kwa lugha kama hiyo iliyotumika hapo, ni sawa na kusema kwa mfano wako wale ambao mapacha wale ambao unakuta wamezaliwa wako wameshikana. Haiwezekani kumtenganisha mmoja bila kumgusa mwingine. Yaani kwa mfano wanawakata. Haiwezekani ile umkate yule mmoja bila kumkata yule mwingine.
Naam. Sasa kama sheria ya Mungu na tabia ya Mungu na tabia ya Mungu asili moja, tena haiwezekani ubadili sheria hii ya Mungu bila kumbadili Mungu. Naam. Ambacho kitaenda kinyume na asili yake, then huyo Mungu amebadilika. Sio? But hiyo sio point ya sasa. Hiyo point itakuja tu moja kwa moja tunapoendelea. Point ya msingi hapo ni kwamba asili ya Mungu ambayo ni kanuni ya sheria yake ni upendo. Kwa maana nyingine asili ya Mungu ni upendo. Unajua wakati mwingine mtu anasema aje, Mungu ni pendo. Si ndio maana kitabu cha Yohana kinatuambia Mungu ni nini? Ni upendo. Ila upendo ambao ndio asili ya Mungu ni sawasawa na amri yake. Kwa maana yake sitakosea nikisema kwamba amri ya Mungu ndio asili yake. Sawa? Na kwa hivyo asili ya Mungu ni asili ya nini? Ya upendo. Ile sasa shetani anavyowakilisha asili ya Mungu kwa malaika, anawakilisha kwamba asili yake ni ya nini? Ya ubinafsi. Hivi unaelewa? Naomba nisome nukuu iliyo hapa. Inatoka kwenye kitabu kinachoitwa Roho ya Unabii, gombo la kwanza 22 paragraph ya 3. Ni hiyo hapa. Inasema this Satan, acha nifungue kwenye estate pale, halafu tutaweza kuisoma vizuri. Hii nukuu inaanza kutufungulia kwa undani zaidi mgogoro huu ambao shetani anaufanya kupitia udanganyifu upi na jinsi ambavyo anaweza kujificha. Kitabu cha Spirit of Prophecy volume 1. Spirit of Prophecy volume 1, page 22 paragraph 3. 22 paragraph 3. Now, iko hapa, naomba uangalie hapa mtumishi, alafu tuweze kuendelea pamoja hapa. Hii iko hapa. Satan grew bold in his rebellion. Now, tunaposema bold, kumbuka kuna wakati ambapo vitu vilivyokuwa vinafanyika vilikuwa ndani yake. Kwa maana vitu vingine hapo anavieleza moja, lakini anavyoendelea kukua na ujasiri, uasi wake unakuwa ni dhahiri. Expressed his contempt of the creator's law. Kwa hivyo akaanza kukua jasiri na akaanza kudhihirisha kwenye nini? Kwa ujasiri chuki yake kwa sheria ya nani? Sheria ya Muumbaji. Sheria ya Muumbaji. This Satan will not bear. Shetani hakuweza kuwa na hali ya kustahimili kuvumilia sheria ya nani? Ya Mungu. Alikuwa anaichukia sana. Alafu anasema he claimed, sasa hapa sikiza vizuri. He claimed angels needed no what? No law. Kwamba alikuwa anadai ya kwamba sheria malaika hawako wanahitaji hiyo. Kwamba malaika hawako wanahitaji sheria. Haja ya kuwa na sheria. But should be left free to follow their own will, which will ever guide them right. The law was a restriction of their liberty, and that to abolish law was one great object of his standing as he did. The condition of the angels he thought needed improvement. Hapo ni point ya msingi sasa. Kumbuka nilisema hivi. Shetani anapokuja na hoja zake kwa malaika, haleti mapendekezo ya kwamba anatafuta kwa ajili ya nini? Ya manufaa yake. Anakuja kama anayetafuta kwa manufaa ya nini? Ya wao. Anakuja na kutafutia malaika. Unaelewa? Yaani najua na ndugu zangu napambana tupate nini? Tupate uhuru. Unaelewa? Napambana kama kwa mfano kama ingekuwa Tanzania, napambana mama afanye tu gani? Atoke madarakani. Yaani unataka nchi Tanzania tuwe nini? Tuwe hivyo ndivyo ambavyo malaika alifanya nini? Alivyokuwa anakuja kwenye malaika. Na by the way unafikiri ni tofauti na siasa. Ni hivyo hivyo. Kanuni ni zile zile. Hawakujaga ya kwamba lengo lao ni kutafuta utukufu wao na manufaa yao kupata kuenda kwamba uchumi. Lengo lao ni kuweka wananchi wapi? Mbele. Kenya hapa walikuja na slogan inaitwa kwamba ni tuinue mtu mama mboga. Mama mboga, bodaboda tuinue. Unaelewa? Tukisukuma chini wanaoitwa wale matajiri dynasty. Kwa hivyo ndivyo shetani alivyokuja. Sawa? Kwa lengo lake alikuwa anaambia malaika ya kwamba anatafuta improve condition zao. Sawa? Na hapo namaanisha hivi, akiondoa sheria za Mungu, basi malaika watapata improvement fulani. Mpaka hapo kuna point moja. Shetani udanganyifu aliyokuwa anaendekeza ni kuhusu amri ya Bwana au sheria yake. Anaiwakisha kama ni kitu ambacho kinanufaisha nani?
inanufaisha Mungu, malaika wana haja nayo. Kwa hivyo kikiondolewa, atakayekuwa tu anadhulumika ni nani? Mungu. Ni Mungu. Ili itakuwa manufaa ya nani? Kwa manufaa ya viumbe ambao wanaitwa malaika. Sawa? Mpaka hapo ikiwa tumepata hiyo, naomba tuweze kusoma hii nyingine. Hebu sikiza hapa. Anasema, not so the mind of God, who had made laws and exalted them equal to himself. Sikiza baada ya hapa. The happiness of angelic host consisted in their perfect obedience to law. Kwa hivyo furaha ya la kundi la malaika wa mbinguni, watakatifu wa mbinguni hao, kwamba furaha yao ilikuwa imejengwa juu ya nini? Ya utiifu wa nini? Wa sheria. Kwa hivyo kulingana na Mungu alivyokuwa anajua, yeye alikuwa anajua ya kwamba furaha ya malaika ipo katika utiifu wa nini? Wa sheria. Sasa tunaweza kuangalia ni katika njia gani. Sawa? Ila pointi ya msingi, vitu viwili ambavyo tutoke navyo hapa. Kwenye kipengele cha mapambano ya kujua Mungu na tabia yake, kuna vitu ambavyo vinakuwa ni kanuni. Yaani ni vipengele ambavyo mtu anafaa vielewe, ambavyo vitakusaidia katika kujifunza na kutafuta kujua njia zake au njia za Mungu. Number 1. Unaposikia shetani anasema hivi. Shetani anasema hivi. Hebu sikizeni hapa. He claimed that angels needed no law. Tushasoma hiyo. Haya, hapa sasa. But should be left free to follow their own will. Hiyo point ya kwanza. Anasemaje? Malaika waachwe uhuru wafuate nia zao. Hii hapa kwenye PP kurasa wa 37 ya Kiingereza ya Kiswahili kurasa wa 6 anasema, akiwa ameacha mahali pake katika uwepo wa Baba, Lucifer aliendelea kueneza roho ya kutotii miongoni mwa malaika. Alifanya kazi kwa siri ya ajabu, na kwa wakati alificha nia yake. Alipoonekana kwa Mungu, alianza kuwa na wasiwasi kuhusu sheria inayotawala mbinguni, akiwaza moyoni kwamba ingawa sheria inaweza kuwa muhimu kwa wakaaji katika walimwengu, malaika wakiwa wako juu zaidi hawakuhitaji kizuizi hicho cha sheria, maana hekima yao ilikuwa inatosha kuwaongoza. Kwa hiyo tunapata ndio hiyo anadai ya kwamba wanahitaji wawe huru. Mimi lengo langu hapa ni kwamba kama anadai ya kwamba nafaa wawe huru kufuata nia yao, kwa hiyo inamaanisha kabla ya hiyo hoja yake walikuwa huru, hawakuwa huru. Kwa hiyo hoja yake anaonyesha kwamba hawakuwa huru. Kwa hiyo unapata ya kwamba shetani anawakilisha kwamba mtu anapokuwa katika chini ya utawala wa Mungu ni mtumwa. Unaelewa? Na niposa baadaye akapitisha hoja kali ya kwamba waliobaki kuwa waaminifu walibaki kuwa nini? Walikuwa watumwa. Unapata? Ya pili. Sasa kuna wakati mmoja nimekuwa na rafiki mahali fulani. Alikuwa anazungumza kuhusu tunapochagua Mungu atuongoze, inakuwa kwamba nia yake ndio inayokuwa inayotuongoza. Okay? Akasema ya kwamba wakati ambapo binadamu umepatia Mungu nia yako, kuanzia wakati huo hauna uwezo tena au nafasi tena kufanya dhambi. Kwa maana si wewe tena utakuwa unafanya nini? Unachagua. Nani atakuwa anachagua? Ni Mungu. Kana kwamba Mungu anapochukua binadamu na binadamu anapojitoa kwenye Mungu, then unapoteza nini? Uhuru wa nini? Wa kuchagua. Sasa tunasahau ya kwamba binadamu au kiumbe yoyote anapokuwa katika uchaguzi huo anaufanya kwa hiari, na lazima kila wakati aendelee kufanya nini? Kuchagua. Sio? Cha pili, wakati ambapo unaamua kuchagua jambo, sio kwa maana jambo lile ni mapenzi ya yule anayetaka utende ambaye ni Mungu. Umetathmini kupitia mantiki ambayo ni akili na dhamiri yako imeshuhudia lile jambo linastahili. Kwa hivyo ukalichagua ulitendee kazi kama uchaguzi wa nani?
kama uchaguzi wangu. Kwa hivyo mapenzi yake hayana maana kwangu hadi wakati ambapo nitayachagua yawe nini? Mapenzi yangu. Unaelewa? Kwa hiyo hapa shetani anadai ya kwamba Mungu anapopeana amri, yeye amri yake ndiyo inayotuongoza, na amri hiyo inapotuongoza sisi hatuna uhuru wa kufanya nini? Wa kuchagua. Sawa? Mpaka hapo basi anamaliza anasema ya kwamba the law was a restriction of what? Of their liberty. Sasa mwisho akapitisha kesi ni kwamba sheria ya Mungu si sheria ya nini? Si sheria ya uhuru. Inabana uhuru wao. Kwa hiyo kwa kusudi hilo anahitaji sheria ifanye nini? Ipinduliwe. Sawa? Fanyie marekebisho sheria. Tulisema ya kwamba asili ya Mungu ni asili ya nini? Asili ya Mungu na asili ya sheria ni moja. Ni moja. Kwa maana asili ya Mungu ni sheria. Sawa. Kwa kama asili ya Mungu ni sheria, hoja hapa ni shetani anasemanisha kwamba Mungu ni mkandamizaji. Anatudhibiti. Hataki tufanye mapenzi yetu. Na hivi umewasikia Wakristo wanaomaanisha vizuri kabisa. Wako katika moyo wa kuamini na wanasema kwenye nia nzuri. Kuanzia sasa Bwana, naomba wewe tawala. Hiyo sentence ni nzuri. Ila usipoielewa pia inaweza kuwa inazungumza vitu vingine. Kwa maana yake tawala ni kwamba sasa kuanzia leo mimi nimekuwa kama remote. Wewe fanya unavyo. Sitashiriki maamuzi yoyote. Mimi sina, wewe amua, wewe ndio unayejua. Unaelewa? Mungu hahitaji viumbe wa aina hiyo. Anahitaji viumbe ambao anawashirikisha katika kutathmini jambo na wafanye nini? Uamuzi, walipokee jambo kwa uelewa. Hataki wanadamu ambao wanasema ndio Bwana. Ndio Bwana, wewe kama maaskari. Yes sir. Kimbia nje kaenda kafagie. Yes sir. Ila tathmini ya lile jambo lenyewe halipo. Unafuata agizo kwa maana agizo limetolewa. Sawa? Kwa hiyo katika pambano kuu unapata hapa nyuma ya mgogoro kuhusu sheria ya Mungu kuna kipengele kimejificha. Kipengele cha uhuru. Je, Mungu ni Mungu wa uhuru au si Mungu wa uhuru? Kwa hivyo tunapozungumzia kwamba Mungu anaumba viumbe na viumbe hawa anawakabidhi sheria ya kukandamiza, wewe unasema ni ya uhuru. Ila mwingine anasema ni ya nini? Ya kukandamiza. Ya kukandamiza. Sasa wewe ndajuaje ya kwamba ni ya uhuru ni kweli? Kwa maana wewe umeniambia wewe ni mchungaji wangu. Kwa maana yako umeonyeshwa. Na wewe utajuaje kwangu unapodai ya kwamba sheria ya Mungu ni ya kukandamiza? Hivi leo kila mtu akisimama aseme juu hivi aseme kwamba sheria ya Mungu ni sheria ya uhuru. Utadhibitishaje? Kimsingi lazima tuwe tuna mahali ambapo Mungu ametufunua hilo. Amelitenda matendo yake. Kwa kifupi utajua Mungu na sheria yake kwamba ni sheria ya uhuru katika matendo. Kwa kumuona vile anafanya. Kwa kuwa kama madai ni kwamba asili ya yeye na asili ya sheria ni moja. Then kile nitakachoona nikiona tu sheria imeandikwa ninaweza nitilie shaka. Lakini kama nikiona iko practical katika utendaji kwa Mungu kule ambako asili ni moja, then ninakuwa nimepata ushahidi. Sasa angalia hapa. Tulisema aliyekuwa analeta udanganyifu kuhusu Mungu na sheria yake ni nani? Aliyekuwa karibu. Sio? Sasa huyu aliyekuwa karibu, aliyekuwa ameaminika, mara moja amekuja akatuambia nilivyodhani ndivyo alivyo, kumbe sivyo alivyo. Huyu jamaa kumbe kila kitu ambacho amekuwa kipeana ni kutudhibiti. Hoja hiyo ikapitishwa. Mungu akaja akasema kinyume na hiyo sentensi. Itasahihishwaje sasa? Akatoa madai kinyume cha yule aliyekuwa amesema. Kaita mkutano alafu akasema jamani, kwa kweli nasikia kuna mambo hapo mmeambiwa na Lucifer. Si kweli? Ila habari hizo zote sio za kweli. Ni ngumu kuondoa watu wasiwasi. Ukiangalia shetani tayari ameshamwakilisha Mungu kuwa Mungu anachokitafuta ni kwa binafsi wake, sio? Na anavisha Mungu vazi la kwake. Paka pato sawa? Kuna kikao Mungu alita mbinguni. Sijui kama unakijua. Kwa maana yake pia kuna kipengele kilichokuwa kimejificha kwenye madai haya ya mamlaka. Kristo alikuwa ni juu ya nani? Juu ya Lucifer. Juu ya Lucifer. Lucifer akadai ya kwamba nami nafaa niwe juu ya
juu ya Kristo, akitafuta ya kwamba kwenye baraza lile wao wangapi, na yeye awepo watatu. Aya, Mungu akaita mkutano. Nakumbuka ule mkutano mbele ya halaiki wa mbinguni, akatangaza nafasi ya nani? Nafasi ya mwanae. Baada ya hapo shetani alikiri. Kwa hiyo kwenye madai wote maandiko nasema walisujudia malaika, lakini shetani alikataa. Na hadi kwenye kesi ya duniani hapa Kristo anapokuja, Mungu ndiye akatangaza kwenye ubatizo, huyu ni mwanangu nipendezaye naye. Sio? Na baada ya hapo shetani anakuja kwenye lile neno alilokuwa limeshughulikiwa kule mwanzo kule. Akamwambia ikiwa wewe ni maanishaje? Alipokuwa ameitishwa baraza likaitwa kule mbele, akatangazwa kule, alikubali ama dai? Kama hakukubali, alitangazaje kwamba Mungu alifanya kwenye baraza Mungu alifanya nini pale? Kwenye matangazo Mungu alifanya nini? Wewe nimeita mkutano, nimetangaza jambo ambalo umekuwa ukiniuliza. Ile jambo nililiweka sawa, nikalitangaza. Ile jambo lile. Bado unaendelea kulisikiliza na kulisisitiza. Uliamini kauli yangu? Hamna. Kwa maana nyingine akamwita Mungu mdanganyifu. Ndio maana baadaye unampata anaendelea ile hoja, kama wewe nani? Kama wewe ni mwana wa nani? Wa Mungu. Basi fanya hivi. Kama wewe mwana wa Mungu fanya hivi. Kuna hoja nyingine ambayo inasema ya kwamba hata alimpendekeza akasema, ukitenda hili tendo la kubadilisha jiwe liwe mkate, basi mgogoro wangu na wewe unafanya nini? Umeisha. Kumaanisha hakuamini. Point yangu ni gani? Wakati ambapo shetani alitoa udanganyifu, hii ndio sehemu ambayo nataka tuweze kuelewa, ndugu Cyprian, kitu fulani hapa. Ni cha muhimu sana. Sasa hii nenda kuhusu katika nyanja ya akili. Kwamba wakati ambapo udanganyifu umeletwa, huwa unaletwa katika ubongo ama kutoka kwenye akili ambayo ndio uwanja wa vita. Ikiwa udanganyifu ule utakuwa umeaminika kuwa kweli. Unaelewa? Yaani ni udanganyifu ila umeaminika, huo udanganyifu sasa ndio unini sasa? Ndio kweli. Ndio kweli. Ikiwa yule aliyekuwa yule ambaye udanganyifu ulikuwa umezungumzwa dhidi yake atakuja kusuruhisha udanganyifu ule, hawezi pata suruhu yoyote ya kudumu kwa kutoa kauli. Unaelewa? Kauli zinasaidia wale ambao hawajapokea nini? Hawajapokea udanganyifu. Ila waliopokea udanganyifu, kauli dhidi ya kauli haitaleta suruhu. Sawa? Kwa hiyo kauli ni nzuri, sio? Ila kauli zitakuwa za maana ikiwa zitafuatana na ushahidi wa matendo kudhibitisha hiyo ni kweli. Sijui kama ndio wewe ulisema ya kwamba ikiwa Kristo alikuwa anatuambia yote kuhusu Baba ila akatana mengine, yote aliyosema ni upuzi tu. Yaani Kristo haja duniani hapa akatuambia haya kuhusu Baba, akatuambia haya kuhusu Baba, ila katika maisha yake anakuwa tena tofauti. Anakuwa tofauti. Anakuwa amedanganya sana. Anakuwa amedanganya. Sasa hawezi kuwa umetuambia kwamba wewe uko hivi, wewe uko hivi, wewe ni wa uhuru, wewe ni wa upendo, wewe, lakini katika matendo singepata hata mtu mmoja. Watu wanamwamini Yesu kwa sababu alipatana na kile alichohubiri. Na hiyo ndiyo ambayo wengi waliopita hawakuweza kufanikiwa kufikia. Naona. Yaani kuhubiri kitu na ukakiishi 100%. Hiyo hicho haijawahi kutokea. Naona Musa amesemwa kwamba alikuwa mtu mpole kuliko watu wote waliokaa duniani wakati ule. Lakini bado mtu mpole Musa alifanya kitendo ambacho hata mimi ambaye sijawahi kupata credit ya upole siwezi kufanya wala sijawahi kufanya. Kuchemsha dhahabu na kunywesha watu. Huyo ni mtu mpole kuliko wengine wote duniani. Mimi hiyo sijawahi kuielewa sasa. Alikuwa mpole kwa wote. Hajamsha dhahabu. Sasa kama huyo ndiye alikuwa mpole, waliobaki ni ngumu sana hiyo hapo kuielewa. Lakini Yesu kweli naye alisema kwamba mimi ni mpole na mnyenyekevu wa nini? Wa moyo. Ni kweli maisha yake yote alisadifu mpaka Calvary. Hiyo tunathibitisha. Sasa huyo ni rahisi zaidi kumwamini kuliko Musa.
Kwa hiyo point ya msingi ni kwamba madai hayana maana isipokuwa yafuatanishwe na nini? Na matendo. Sasa hapa ndio kesi ipo sasa. Tunapojifunza kuhusu tabia ya Mungu na jinsi alivyo, kuna mambo mawili ambayo yanaenda pamoja. Kauli zake na matendo yake. Sasa kuna watu ambao watakufungulia kauli. Mimi ni Mungu wa rehema. Unaelewa? Alafu mwingine anakufungulia, si unaona hapa Mungu anasema mimi ni Mungu mwenye haki. Sina upendeleo. Unaelewa? Sasa huyo anafaa twende pamoja katika matendo ya Mungu aliyoyatenda. Je, yanaambatana? Hayaambatani? Sasa usifike pahali unasema mimi bora Mungu alisema mimi ni wa upendo. Unasema mimi hiyo inatosha. Sina maelezo kuhusu haya matendo aliyoyatenda. Ambayo kimsingi ni kama hayasadifu upendo ule ambao yupo na usema. Sasa nataka nimalizie nukuu fulani. Kama utaipata kwa Kiswahili hapa itakuwa ni vizuri ukisoma. Wazee na Manabii 40 mstari wa 3, paragraph 3. Wazee na Manabii. Hapo nataka tusome hiyo. Baada ya hapo naomba tena turudi katika inaanzaje hapo? Sasa mimi hapo nimenukuu katikati ambayo inazungumzia yule muasi mkuu, the mighty revolter, now declared that the angel who had united with him had gone too far. Wazee na Manabii 40 paragraph ya 3. 40 aya ya 3. Kwamba wengi walikuwa na ile hali ya kutaka kurudi. Nasema wengi walielekea kujali ushauri huu. Hebu tufanye hivi. Labda tuunganishe hii na somo lililopita. Tulisema yaliyokuwa yanafanyika mbinguni vita. Nakumbuka ilikuwa nini? Ilikuwa ni vita ya mgogoro wa maneno. Sasa tuseme kwamba tutafute sasa tuone kwenye maandiko. Rudi paragraph inayofuata. Yaani juu kabisa. Hiyo paragraph. Kama ni kabla ya hapo. Bado malaika watakatifu walimsihi. Ni hapo. Bado malaika watakatifu walimsihi yeye na wafuasi wake. Kama hapo bado sio nzuri. Unajua hizi vitu ni tamu kiwango cha kwamba unashindwa uanzie wapi. Hebu anze paragraph 1. 40 paragraph 1. Kwa hivyo kwa yule ambaye anaandika kwa yule ambaye anaandika kwa Wazee na Manabii kwa Kiingereza ni 40 paragraph ya kwanza ambayo inasema kwamba rejecting with disdain the arguments and entreaties. Kwa kukataa kwa dharau nafikiri. Umeiona? Kwa dharau hapo. Sasa naomba tusikize hapo. Kwa dharau alikataa ushawishi wa malaika watakatifu. Wa malaika hawa watakatifu walikuwa wanapigana vita. Hapo walikuwa wanatumia nini? Walikuwa wanatumia hiyo ni ushawishi kusihi kwa maneno. Kwa maneno. Ndio. Haya kidogo tu. Kwa hivyo silaha nini hapo? Silaha ni maneno. Iliyo nyuma ya maneno hayo ilikuwa ni hisia gani? Chuki, ni huzuni ni upendo kimsingi. Ni upendo kwa Lucifer. Kutotaka apatwe na mabaya huko mbele. Unaelewa? Kwa hivyo kilicho nyuma ya maneno ya malaika watakatifu maneno yao ni kumnusuru Lucifer kwa nani sawa, lakini kilicho nyuma pale ni upendo na wasukuma. Sawa? Sababu alikuwa ameinuliwa na kupendwa sana maandiko yanasema. Naam. Kwa dharau akikataa ushawishi wa malaika watakatifu, aliwaita watumwa waliodanganywa. Hali iliyoonyeshwa kwa Kristo aliita kuwa ni kitendo ambacho si cha haki kwake yeye na kwa jeshi lote la mbinguni, na akatangaza kwamba hatajisalimisha kwa uvamizi huu wa haki yake na yao. Kamwe hatatambua tena utawala wa Kristo. Amekuwa akidai heshima ambayo angepewa na kutoa amri juu ya wale ambao wangekuwa wafuasi wake, na aliwaahidi wale watakao kuwa chini yake kuwa na serikali mpya nzuri zaidi. Hiyo ni Lucifer huyo, ambapo wote wangefurahia uhuru. Point ni nini? Kwamba kwenye utawala wake watu wangefurahia uhuru. Ndio mtu aamini kauli hiyo tayari ashaamini kwenye serikali aliyopo ndani hamna nini? Hamna uhuru. Si unajua
hiyo mambo haya yana reflect, ni mwendelezo kimsingi ule ule. Pale Libya wakati wa maandamano ule wa kumtoa Gaddafi, Walibya wale walikuwa wameingiziwa kichwani kwamba maisha yao yanaweza kuwa mazuri zaidi kuliko yale waliokuwa wanayapata kutoka katika serikali ya Gaddafi. Kwa kama watafanya jitihada ya kumuondoa Gaddafi, maisha watapata bora zaidi kwa sababu Gaddafi anawaibia. Hali ya kuwa katika mataifa yote ya Kiarabu na hata mataifa ya Ulaya hakuna ambaye alikuwa yanafikia mfumo wa maisha ambayo Gaddafi alikuwa anatoa pale kwa raia wake. Sio unaona hapo. Kwa hiyo mapinduzi yale yanachofanyika pale ni katika sura hii ya kwamba utawala uliopo unakandamiza. Tukiuondoa huu, hebu ungeni mkono jitihada, mambo yatakuwa mazuri zaidi kuliko haya. Lakini mpaka sasa hivi hali ni mbaya. Nafikiri hakuna ambaye anaweza kuelezea kwa ufasaha majuto walio nayo. Haya. Kwa hiyo unapata hapa shetani formula ni hii. Ndio maana tukasema kwamba mtu anayeelewa pambano huu huwezi jihusisha na siasa kabisa. Ni ngumu. Maana udanganyifu ni ule ule, kanuni ni zile zile. Ni ngumu kwa sababu mimi sijawahi kubahatika kupiga kura. Sio kwa maana kwamba wao nakosa fursa, ila huwa sijawahi kupata muda wa kutumia kupiga kura. Kwa hiyo sidharau wanaopiga, lakini nasemea kwa sababu yani kuamini kwamba kilichohubiriwa katika majukwaa hayo ni cha ukweli. Hiyo ndiyo inathibitishwa na wewe kwenda kupiga. Kwenda kupiga kura ni ngumu unless una ushahidi kwamba kilichohubiriwa hapo ni cha ukweli. Sasa kama huna na ukaenda kupiga, maana yake umeenda kupigia kile ambacho unaamini kwamba si kweli. Sasa hapo umeongeza matatizo. Eti. Kwa hiyo siasa kimsingi ukiangalia sura yake ni kama walivyosema, ni reflection kabisa ya mahubiri haya ambayo shetani alikuwa anafanya wapi? Anafanya mbinguni. Safi. Na endelea mahali ulikuwa unakwambia nukuu hiyo. Anasema great numbers of angels signified their purpose to accept him as their leader. Sawa. Flattered by the favor. Imekuwa kidai heshima ambayo kwa serikali mpya nzuri. Wale watakao kuwa chini yake kuwa na serikali mpya nzuri zaidi, ambapo wote wangefurahia uhuru. Shetani idadi kubwa ya malaika walithibitisha malengo yao na kumkubali awe kiongozi wao, wakisifu kwa upendeleo ambao waliupokea. Alitumaini kuwapa malaika wote na kuwa sawa na Mungu mwenyewe na kupata utiifu wa jeshi lote la mbinguni. Kwa alitumaini kwamba atawapata wote. Lakini kwa hiyo akafeli. Bado malaika watakatifu walimsii yeye. Sasa hapo notice hapo. Tumebadilisha field. Hoja zilizokuwa zinatolewa za kwanza zilikuwa za huyu kuelekea kwa wale anaotaka. Sasa hapo wanaojibu anaotaka kuwachukua nao wakajitetea. Sasa hiyo ndio vita sasa. Kwa hiyo tunapozungumza vita vya pambano sio kitu kingine. Lazima mkarare kila mmoja hapa amekasirikia mwenzie. Maana kama Lucifer hapo anaangalia anasema yule ndiye alitoa kabisa lile wazo yule pale, kama sio yule pale ningekuwa nimewapata yote. Yule unaona? Kwa hiyo mkikutana kwa corridor ila sasa unaweza kutazama tena kama jana na juzi. Ila sasa kuna pointi ya msingi pale. Sawa. Kwamba silaha hizi zina kitu kimebeba. Kwamba unaposikia malaika wa Bwana watakatifu wanapotoa hoja, kuna kinachowaongoza ni upendo na huruma kwa hawa. Unaelewa? Ila huyu naye anapotoa hoja ni chuki. Maneno yake ni makali na kudhalilisha. Kwa hiyo sasa hapa kuna point ya msingi. Kwa hiyo sisi hapo tunaeneza hii pambano kuu hapa duniani. Unaelewa? Kwa maana sisi pia tumechukua hiyo goalkeeper. Ndio. Sio kama itakuwa goalkeeper ndio tamu mzuri. Yaani kwa kifupi duniani hapa makundi ni mawili vile vile. Sawa. Hajawahi badilika. Sawa. Shetani sasa
na majeshi yake wako na timu ambazo wameemploy chini yao. Na malaika wa Mungu tayari na wao wako na timu hiyo chini yao. Ila silaha ni zile zile na roho inayofaa kudhihirishwa ni ile. Kwa hiyo tunafaa tuwe makini katika vita vya maneno vya dini. Unajua Mungu atusamehe sababu wakati mwingine hatujui. Na nao tumefanya vitu kwa sababu hatufanyi nini. Jana usiku nilikuwa niko napitia kitabu kimoja hapo cha Mind, Character and Personality. Akasema Mungu anachukia mabishano ya maneno. Na akawa anatoa wito kwamba wale ambao ni watu wake hataki wajihusishe na mabishano ya maneno. Unaona, sasa hapo unaposemea kwamba inafaa na sisi tuwe nini? Tuwe makini. Kumbe yule mwenye kutaka mabishano ya maneno, hiyo ni kazi ya nani tena? Ni ya Lucifer. Ndio maana nafikiri kuna mashauri ya kwamba ikiwa italazimisha, ikiwa itafanya nini? Italazimu. Anasema ni kwa unyenyekevu kiwango gani watu kwa maombi mengi wataweza kukabiliana na nini? Hiyo sentence ni kali sana, kwa sababu unajua wakati mwingi tunakuwa wanadamu ambao upo tayari unasema kwamba nitawashughulikia. Unaelewa mtumishi? Kwamba hao nitawashughulikia. Kwa hiyo ukitoka kwenye mimbari pale unasema niliwapa kiboko. Unaelewa? Sasa naomba uruke hiyo inayofuata. Soma hasa hiyo kwamba wengi walikuwa tayari kufuata mawazo ama mashauri. Anasema hivi. Wengi walielekea kujali ushauri huo. Ili kutubu kwa kutokuridhika. Hawa ni wale ambao tayari walikuwa wameshakokotwa na shetani. Walielekea kubadili nini? Wazo baada ya kuwa wamepata mashauri kutoka ng'ambo ya pili. Kwa hivyo wamepigwa, unaelewa? Ile vita yani kwa mkuu akili zimelegea, zimeachia ule ukorofi uliokuwa umeingia. Unaona, wakaelekea kuachana na mshirika wao Lucifer. Anasema ili kutubu kwa kutokuridhika kwao na kutafuta kupokelewa na Baba na Mwana wake. Wakawa wanataka watafute warejee kwa Baba na nani na Mwana, wakajieleze, Baba, kwa kweli tumekosea. Unaona, walikuwa wamefikia hatua hiyo. Anasema lakini Lucifer alikuwa na uongo mwingine tayari. Umeelewa hapo? Haya. Anasema muasi mwenye nguvu alitangaza kwamba malaika walioungana naye wamekwenda mbali sana kiasi cha kutoweza kurudi, kwamba alifahamishwa sheria ya mbinguni na alifahamu kuwa Mungu hata wasamehe. Koma bwana. Sasa hizi ni pengine tukivielewa, nafikiri tutakuwa tumeweka foundation fulani ya muhimu sana katika kuelewa mgogoro wowote kuhusu tabia ya Mungu na kuhusu inayotokea duniani. Kwa maana hapo kuna vitu tumepata kwamba anatoa hoja kwamba amri za Mungu ni za ubinafsi. Ni kwa ajili ya nini? Manufaa yake. Kwa hivyo lengo lake natafuta kupambana kwa uhuru wa nini? Ajitoe katika ukandamizaji huu ambao anamuona kwa Mungu. Kwa hivyo tukachukua kipengele ya kwamba je, Mungu ni Mungu wa kupeana uhuru au sio uhuru? Kwa hivyo hiyo ni swali limebaki, hatujajibu bado hapa. Je, matendo yake yanadhihirisha yeye ni wa uhuru au sio wa uhuru? Unaelewa? Na je, kweli shetani alichokuwa anatangaza juu ya utawala wake kwamba yeye atasimika utawala wa uhuru, je, ni kweli utawala ulio nao duniani tunaouona ambao wote uko chini ya roho ya shetani, je, una uhuru? Sasa unajua hiyo tutahitaji maandiko. Maana sio ufalme wa maandiko huo. Yaani tuko pili wenyewe. Hiyo sio department ya maandiko. Kama nipe maandiko yanayodhibitisha hiyo. Unaelewa? Hii tuko kuangalia katika ufalme wetu tuliochagua. Hebu tuangalie kwamba tuanzie Kenya. Hapo tupo katika nchi ya uhuru. Tulipata uhuru mwaka wa 18 sijui ngapi wanasema. Alafu kule kwa mama kuna mimi hapa kuna uhuru mingi kutuliko. Yaani hapa uhitaji kuelezwa. Unaelewa? Hivi ukitaka kujua kwamba hamna uhuru, angalia yule mwanamke ambaye Marekani
hakuna, ni yale yale. Uende Urusi ni yale yale, uende China yani ndio yule bwana wa China amemaliza kufukuza viongozi wake wanaomfuatia wale wa kijeshi top, wale masinia ambao wakawa wanalalamika kule, yani wametoweka katika namna ambayo sio nzuri. Kwa hiyo yani hakuna mahala katika dunia ambako watu wanasema hivi tunafurahia serikali yetu ni ya uhuru, mtu anaweza kujifanyia mambo anayotaka, haiko vile. Kama ni udanganyifu, kuna mahala duniani kuna kitu cha namna. Sasa ila tusahau vipengele, labda sio kama nitakuwa unaviandika wapi. Kwanza ni ya ukandamizaji, ya hoja ya shetani, kwenye madai ya shetani. Kwa sheria ya Mungu ni tunaitaga wakati ule tuko Songea the first time, kwa msamiati tulitumia ulitumia mashtaka. Mashtaka ya shetani. Mashtaka ya shetani anaweka tabia dhidi ya Mungu. Ndio hayo sasa. Anaweka kesi ya kwanza. Mungu sheria yake ni ya ukandamizaji. Ya pili kwamba yeye hana uhuru, hawapatii watu uhuru. No, ya kwanza ni kwamba Mungu ni mbinafsi, anajitafutia kwa faida yake mwenyewe. Haya. Ya pili kwamba yeye hawapi viumbe wake nini? Uhuru. Sawa. Hizi zote hatujajibu. Na ile kwamba Mungu hajikani nafsi. Sasa hiyo kwenye ya kwanza. Sasa ya tatu imeongezwa. Umesikia ya tatu nasemaje? Wako tayari kurudi. Kawaambia wewe, mimi nilikuwa karibu na yeye. Unaelewa kauli? Mimi si ndio nilikuwa nawaletea habari, nimekaa na yeye karibu zaidi. Wacha nikuambie, wewe amumjui. Wewe kwanza duniani hapa hiyo ndio hoja ya masengenyo. Unaelewa? Ombea. Wewe haumjui. Yule bwana nimekaa kwake. Mimi nayamjua vizuri. Unaelewa? Ukishasikiza hivyo akili zote imezibwa. Unamjuaje? Sasa hapo unakunywa. Akawaambia unajua nini? Huyu jamaa hawezi fanya kitu gani? Hawezi kufanya hivyo. Hawezi wasamehea. Hoja hiyo ilipitisha kwamba Mungu hawezi samehe kupitia kanuni gani? Hebu soma pale. Ukisikiza vizuri amesema ya kwamba ninajua amri. Mwasi mwenye nguvu alitangaza kwamba malaika walioungana naye wamekwenda mbali sana kiasi cha kutoweza kurudi. Kwamba alifahamishwa sheria ya mbinguni na alifahamu kuwa Mungu hata wasamehe. Kama pale kinachomfanya awe na uhakika kwamba hawezi samehewa, you people mumeenda mbali, ilikuwa imejengwa juu ya nini? Sheria ya mbinguni, sheria ya Mungu. Amefahamishwa, alikuwa anajua. Alikuwa anajua nini? Atawasamehe. Kwa Kiingereza nasema hivi. Hiyo sentence kwamba alikuwa amefahamishwa kwa Kiingereza nasema hivi. Sikiza hapo nasema. Iko hapo. He was acquainted with the divine law. Sio kwamba alikuwa amefahamishwa, alikuwa na ufahamu wa sheria ya Mungu. Naijua. Hapo sasa. Hiyo ninaijua hiyo sheria kwamba mumeenda mbali hamwezi samehe, kwamba sasa sikiza. Kwa hivyo kinachofanya malaika kwa mbele tu. Kwamba hapa sasa kinachofanya hamwezi samehewa ni maana sheria yake. Haiwezi kubali kusamehewa. Unaelewa? Kwa njia nyingine hapa ameshasema kwa njia nyingine Mungu hawezi samehea kwa maana asili ya Mungu ndio sheria hiyo. Unaelewa? Kwa hivyo mashtaka yanaingia kwamba Mungu hana uwezo wa kusamehe unapokosea. Hapo mimi tumepata? Sasa alitangaza kwamba wote watakaojisalimisha katika mamlaka ya mbinguni, number 1, watanyang'anywa heshima yao na kushushwa vyeo. Kwa yeye alikuwa ameshaamua kamwe kuto kutambua mamlaka ya Kristo. Alisema kuwa kilichokuwa kimebaki kwake na wafuasi wake ilikuwa ni kudai uhuru wao tena kwa nguvu, haki ambayo hawakupewa kama walivyotaka. Kwa hiyo walikuwa na specialist prepared ambao walikuwa wanapeleka kwa Mungu asaini ambaye Mungu alikataa. Sasa hapa kuna kipengele nataka sikisipotee. Hiki kipengele ni hichi cha kwamba
wameshapata uhakika ya kwamba huyu Mungu hawezi wasamehe, kwa maana sheria yake haiwezi fanya nini? Haiwezi kuruhusu. Kwa maana nyingine, anachokisema kwa maneno mengine ya moja kwa moja, Mungu hasamehei. Yaani anafaa tu awaambie hivyo. Mungu afanye nini? Mungu wasamehe. Lakini atawapokea. Hivyo unajua, unaelewa? Atawapokea vipi? Atawachukua ile ya kwanza, lazima atawashughulikia. Unaelewa? Kwa hivyo ni msamaha upi unaona magani? Ataridhika kuwachukua wakati ambapo ameshawaletea adhabu. Sasa pendeleweka, Mungu akiwaletea adhabu, basi atawapokea. Ndipo anasema mimi najua hivyo ndivyo atakavyofanya, atawanyang'anya mamlaka, atawashusha, ila mimi nimeamua sirudi, nitapambana mpaka nijipatie uhuru wangu. Sasa turudi nyuma tujiulize, je, Mungu kwa kweli asamehei anavyosemekana? Tunatakiwa tupate evidence. Sasa je, Mungu huwa anaadhibu kabla asamehe kama ndivyo anavyodai? Ila sasa kama kwa kutafakari hali hii katika pambano kuu kule, lazima kuwe kuna ujinga fulani hivi ambao ulifanyika, kwa sababu wale malaika ambao tena alikokota kimsingi waliamini bila ushahidi. Hawakuwa na prior experience. Hawakuwahi kuona Mungu akifanya yale madai shetani alikuwa anadai. Kwa walihitaji kupata ushahidi wa hicho shetani alikuwa anawaambia. Na sijui ni kwa nini uongo unakuwa mtamu unamsababisha mtu asidai ushahidi. Hata sisi katika maisha yetu, mtu akija akakwambia kwamba unaelewa, si pia ni bwana, kwa nimeshangaa, ni hivi na hivi na hivi na hivi, mtu anapokea moja kwa moja, na saa hiyo hiyo anafunga na milango, alafu anaanza kusambaza naye bila kutafuta kupata ushahidi kwamba ni kitabu chake cha mafunzo ya akili anasema kwamba shetani huwa anatamani alaze akili, kwa maana anajua hana ukweli kwa sehemu yake, hana ushahidi kwake. Kwa hivyo anapolaza akili itakuwa manufaa yake, kwa maana yeye hana nini? Ana ushahidi. Na ndio maana anabuni vitu vya kulaza nini? Kwa maana hiyo itakuwa manufaa yake. Hiyo kwa kweli kabisa. Sasa mimi nilikuwa nauliza swali. Tunapowaza katika matendo ya Mungu na jinsi ambavyo tumehubiriwa Injili, je, Mungu anasamehea bure au kwanza lazima aadhibu? Sawa, hilo nafikiri itakubadiliwa swali kubwa sana na kwa sababu katika theolojia iliyo kwenye vichwa vya wengi wanaoamini Biblia, wanaamini ili Mungu amsamehe mwanadamu ni mpaka alilipwa. Na ukisikia watu wanaimba kwamba alilipa bei na wiwa naye, basi yumkini aliyekuwa kidai ile bei ambayo Kristo alilipwa. Ukiuliza watu wengi watakwambia ni nani? Ni Mungu. Unaona? Na wengi watakwambia kwamba Yesu yuko mbinguni ana plead mbele za Baba akiwa anainua mikono yake yenye alama za lindi za damu na kumwambia Baba tafadhali hebu subiri kwanza ili sipi anafanyaje? Atubu. Umeelewa hapo? Kwa hiyo Baba anapoona mikono ya mwanae ndiyo anaona gharama ile ambayo alilipwa, then ndio kwa sababu ya ile gharama sasa anakuta hana namna ya execute judgment zake, then anatulia, mimi napata nafasi ya kuokolewa. Kwa hiyo ni theolojia ambayo iko miongoni mwa nafikiri kwa sabato wengi wanaamini hapo, na wengine wanaamini hapo sana. Kwa kifupi, tuna theolojia ambayo inakaa, sijui kama tutakuwa tunakosea, ambayo inakaa kana kwamba imevuviwa na shetani. Ndio. Kwa sababu tunachoamini ni kwamba Kristo kwenye mada sio mada, kwenye lengo lake kuu kumleta kwa duniani ni kwamba alikuja
kama binadamu, achukue mwili wa binadamu, katika mwili wa binadamu aadhibiwe kwa niaba ya binadamu. Baada ya kuadhibiwa kwa niaba ya binadamu, ndipo sasa sisi tutumie adhabu aliyoipata kupokelewa na Mungu. Sasa hii na shetani adhabu yetu, kwa sababu kuna mtu ameshaadhibiwa kwa niaba yetu. Sasa hii na shetani nao sema tofauti gani? Kwa maana shetani anadai ya kwamba hatawasamehe ila atawaadhibu. Sasa swali, sisi ndio hatutaadhibiwa. Ile kuna yule ambaye ameadhibiwa kwa niaba yetu. Huo msamaha nao upokea kutoka kwa Mungu, kwanza si msamaha wa bure, kwa maana kuna yule aliyechukua nafasi hiyo nikaadhibiwa. Kwa hiyo ndio kusema kwamba kama huo utakuwa ni ukweli, basi Mungu alikuwa amejificha pale akiwa na operate na Pilato pamoja na wale waliokwenda kumshtaki Yesu asubuhi pale kwa Pilato. Kwa hiyo Mungu alikuwa ndani ya Kayafa akimshtaki nani? Akimtia nguvu Kayafa na Pilato ili kusudi Yesu avishwe taji za miba na nini. Maana hiyo sasa ndo adhabu alikuwa anatumekea. Kwa kimsingi kama tutasema Yesu alilipa bei, kwa maana kwamba Mungu ndiye alihitaji, ndiye alikuwa na hiyo adhabu. Tumeelewa hapo kwamba Mungu ndiye alikuwa na hiyo adhabu ambaye alikuwa ameiweka kwa ajili ya wanadamu waliokosa. Na sasa Yesu huruma zaidi ikamuingia, akasema Mungu, hebu waache hao Baba, mimi wacha niteremke uniadhibu mimi ili Cyprian na Wycliffe waokolewe. Si ndio hivyo? Sasa kama sivyo hivyo, ni nani alikuwa na ile adhabu? Mimi baka hapo singependa kwenda pale. Mimi nataka bado niendelee kuuliza maswali. Sasa umeelewa? Hiyo ndio ndalijibu katika mafunzo atakayokuja. Ila lazima tuone wazi foundation ama msingi wa theolojia tunaoishika. Na mwishowe theolojia hiyo inamweka Mungu katika kizimbani ama vipi? Napata? Ila sasa najua pia naye shetani ni muelewa. Najua anaweza kuwa ametenganisha Mungu na sheria. Akasema hapana, Mungu hakuwa anahitaji. Sheria ya Mungu ndio iliyokuwa inahitaji adhabu. Haina uwezo wa kusamehe. Unaelewa sasa hapo? Sasa nakumbuka miaka ilipita wakati mmoja tukizungumza na marafiki katika mtandao fulani. Akasema ya kwamba unajua haki ya Mungu lazima ilikuwa inahitaji adhabu ya mdhambi. Kwa hivyo ikabidi Kristo aje alipe adhabu ambayo sheria ya Mungu, ila Mungu hakuwa anahitaji damu. Sasa wewe sasa sikiza. Tushaambiwa hivi, asili ya Mungu ni nini? Ndio asili ya sheria. Ndiye sheria, kwa maana kile ambacho sheria inachoitisha ndicho hicho kinawahisha mahitaji ya Mungu. Sawa? Ila kuna mtihani. Huu mtihani uko hapa. Kuna siku tumesoma nukuu fulani ipo katika kitabu kinachoitwa Story of Redemption. Nitafungua katika, nimegundua siku anajua, ila nimegundua Story of Redemption ni kama wale ambao wanasimamia estate wamekuja na version fulani. Version hiyo inaitwa Story of Redemption easy to read. Story of Redemption easy to read. So it is SRE. Sawa? Ni SRE, sijui kama itafunguka au itafunguka. Hata nitaisoma tu. Niko na SRE 15 paragraph 1. Sasa hapa na nukuu nilipata ya ajabu sana. Inasema hivi. Those angels who still be those angels kama itakuwa imefungua hapa ndio. Story of Redemption 15 paragraph 1. Sasa hii wametumia Kiingereza wanasema easy to read 15 paragraph 1. Aha. Paragraph 4 tunatafuta. Paragraph 1 ndio hiyo inatafuta, mbona sioni kama hiyo. Okay, wacha nisome jinsi ambavyo imenukuliwa hapa kwenye hii. Lakini kwa yule ambaye kuna estate ya simu, unaweza tafuta SRE, not SR.
SR ni story of redemption, hii ambayo tunaijua kawaida. Ila kuna version nyingine ambayo wameita SRE, so ni easy to read. Inasema kwamba those angels ambao inazungumzia ni malaika wale ambao walikuwa waasi wameshaanguka, will still be happy in heaven if Satan had not led them in rebellion. Hapa ni ule wakati ambapo shetani anataka kurudi katika nafasi yake ya kwanza. Kwa hiyo kile ambacho kinafanyika hapa ni kwamba anamuita Kristo katika audience, alafu anaanza kumwambia ya kwamba anatamani afanye kitu gani? Arejeshwe. Ile naifahamu. Umefahamu? Kumbuka hata wakati ule tuko Songea ile kwa mara ya kwanza. Nafikiri tulisoma ile nilikuonyesha ile. Kwamba akiwa nje ya kuta za nyua za mbinguni, alimuita malaika mmoja ambaye alikuwa anaingia. Unaona? Akamwambia kwamba muitie Kristo. Si ndivyo? Ndio. Then akamwambia kwamba Kristo alipokuja akamwambia kwamba yuko tayari arudishwe katika nafasi yake. Ndio sasa. Sasa hapo hiyo inaleta katika njano hapo. Those angels would still be happy in heaven if Satan had not led them in rebellion. God's law could show Satan's sin, but the law could not forgive Satan's sin. Bas, mpaka hapo. Sasa nukuu hiyo moja kwa moja ukisikiza, itakaa kana kwamba inasahihisha madai ya nani? Madai ya shetani. Yaani inapiga tiki muhuri kile shetani alikuwa amewaeleza malaika mbinguni. Kwamba amri ya Mungu itawaonyesha tu nini? Makosa yenu. Ila haiwezi kusamehe. Kwa kwenye ile kauli tuliyosoma napo waambie malaika mimi najua hiyo amri. Atakuwa iko sawa. Atakuwa sasa hapo shetani yuko. Sasa hii ndio ambayo theolojia hata katika Waadventista inatumika. Kwamba amri ya Mungu inahitaji adhabu. Ikishavunjwa inahitaji adhabu. Kwa binadamu ndiposa aweze kuwa huru. Kristo akachukua nafasi ya nini? Ya kuadhibiwa. Ila hii inakuu ukisoma hivyo mtakuwa umekosea, na itakuwa imesema kile ambacho shetani anachokisema. Sasa nukuu kama hiyo tunaelewaje? Sawa. Tunaelewa? Sasa hiyo nafikiri tutaweza kuizungumzia kwa undani kwa vipengele vingine, ila naomba tuseme hivi. Tunapozungumzia sheria ya Mungu, tunazungumzia nini? Unaelewa? Kwa sababu duniani hapa, hata mimi mwenyewe ukiniambia sheria ya Mungu, nitakuwa moja kwa moja ninafikiria kitabu cha Kutoka 20. Sawa? Hapo ndo akili zangu zitakimbia moja kwa moja, wakati ambapo ukienda kwenye kitabu cha Kutoka 20 utapata ya kwamba Mungu alitamka maneno fulani. That is the list of 10 things. Sasa inasema and God spake all these words. Sasa kitu cha kwanza, neno la Bwana ni amri yake na ni sheria yake. Sawa? Na neno la Bwana kulingana na kitabu si lazima nisome. Kitabu cha Yohana 6 ni uzima na ni nini? Ni roho. Kwa hivyo maneno haya tunayoyasoma yalipokuwa yanatamkwa yalikuwa ni sheria ya Mungu iliyo hai. Sawa. Kwa maana aliyekuwa anayatamka neno lake ni nini? Hii hai. Sawa. Lakini punde tu yale maneno yaliyo hai yalipoandikwa na kidole kwenye mbao, hile ni sentensi, ni kauli kuhusu sheria za Mungu, ila si sheria za Mungu. Naomba niende mbele kidogo. Hivi leo nikachukua maneno haya nikayachapisha kwenye karatasi, kwenye picha, nikayaweka kwenye ukuta ya nyumba yangu, hiyo sio sheria ya Mungu. Ni horodha au kauli, sentensi kuhusu sheria za Mungu, ila hiyo sio sentensi ya Mungu. Sio sheria. Hiyo sio sheria, ila ni sentensi kuhusu sheria za nani? Za Mungu, ila zenyewe si sheria ya Mungu.
pale inaweza kuwa kama sieleweki vizuri. Mbona nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu sheria ya Mungu ni asili yake. Sawa? Na Mungu ni kiumbe hai. Ila orodha ya maneno kwenye daftari au kwenye mbao au kwenye ukuta hayapo hai. Sawa? Sawa. Kwa hivyo so long as yani bora yapo kwenye ukuta, kwenye mbao. Sawa? Yale hayana uwezo wowote kukufanyia jambo lolote isipokuwa kukushuhudia ya kwamba umeiba. Zaidi ya hapo hakuna cha kukusaidia. Okay. Kwa hiyo ndio ile inakuja kwamba andiko linaua, ila roho inatia uzima. Inauisha. Kwa hivyo tunaposema sentensi hii ya kwamba amri ya Mungu ingewaonyesha tu dhambi, ile ingewasamehea, aizungumzii amri iliyo hai ndani yao. Ni amri waliokuwa wameikana. Kwa maana nyingine ni amri iliyovunjwa. Sasa unaposikia amri iliyovunjwa, moja kwa moja nakumbuka mbao za amri zilizovunjika. Kwa kesi ya Musa. Kule juu ashapembeleza Mungu akamwambia, najua ukiwaua ule watasema kwamba uliwatoa uje ukaua jangwani. Basi ndio wewe fanya hivi, basi wewe niondoe kwenye kitabu chako cha uzima. Basi Mungu akamwambia, basi Musa bwana, tuliachie hapa, sio? So Musa anateremka na zile mbao mbili, sio? Alipofika chini zilifanyikaje? Alizitupa. Karafu zikavunjika. Kwa hiyo amri zile ni kwenye mbao zilizovunjika, kuwakilisha ya kwamba wanaoziletewa tayari wapo katika hali ya kuzikataa, zimevunjiwa tayari. Kwa hivyo zile ambazo zilikuwa mkononi pale, sentensi zilizokuwa pale zinazungumza ukweli, ila ziwezi waletea ukweli ule ndani yao. Kwa hivyo hadi pale amri ya Mungu ambayo haipo ndani ya moyo haiwezi leta msamaha, haiwezi leta usawa, ila italeta kitu gani? Majuto na hukumu. Hivi sijui kama ni wewe unayependa kusema, sijui kama nani, ila nitakuwa nimekosea labda. Na mwalimu mmoja anasema ya kwamba, na hii sio kwa sababu tunalenga kuchokoza mtu, ninatumia kauli ndiposa nieleweke vizuri. Kuna mwalimu mmoja anasema ya kwamba ukipata wanadada wanaovaa vituku na wao vimini wanatembea uchi, ukiwa unataka kuwazungumzia wanakuwa wakali, hawataki kuzungumza na wewe, wanakuwa wakali. Akikupatia neno moja hauna ujasiri wa kurudia tena. Ni nini mbona anafanya hivyo? Anafanya hivyo ndiposa awe salama. Yaani ukimletea ile hoja anajua anachokifanya hakistahili. Anajua anachokifanya hakistahili. Kwa hivyo ndiposa hawe sawa, anahitaji ya kufanya nini? Akusukumizie mbali. Unaelewa? Kwa hivyo mkosaji wakati wowote, kama vile Kristo alivyosema, amejihami. Mkosaji wakati wowote dhamiri yake inamshuhudia. Ila dhamiri yake inapomshuhudia, ukaja ukamletea hapo umpatie shuhuda za Mungu, ama Mungu anasema hivi, atakuwa na kupenda na kuchukia zaidi. Atakuwa amejawa upendo ndani yake na amani, ama atakuwa anaumia zaidi? Atakuwa anaumia zaidi. Ndio maana Kristo akasema ya kwamba si kuja kuhukumu ulimwengu, bali hukumu tayari ipo katika ulimwengu. Na hukumu iko wapi? Kwa maana nuru ilikuja, wakafanya kitu gani? Upendo giza kuliko nuru. Kwa hivyo hukumu, in fact, ukisoma sasa ile story of redemption yaje tunayoijua, sentence hii itakuwa inasema ya kwamba the law will only condemn them. Kwa hivyo kinyume cha kusamehe ni sawasawa na kuhukumu. Kwa hivyo Kristo anasema mimi sijakuja kuhukumu, lakini hukumu tayari imekuja, kwa maana ya kwamba nuru ilikuja ila wakakataa nuru, wakapenda nini? Wakapenda giza. Kwa hivyo kinachofanya ya kwamba mtu akose amani au msamaha, sio kwa maana sheria haina uwezo wa kumweka awe sawa, ni kwa maana tayari ameshakataa nini? Sasa kumbuka kesi hii tayari shetani ameshakataa sheria ya Mungu. Kwa hiyo sheria ambayo ameshaikataa haina nafasi tena ya kumsaidia
ndio nafasi ambayo tulivyokuwa tunajadili tukasema wakati fulani kama sheria ni inatulinda, ndio ulinzi wa viumbe vya Mungu katika kuviepusha na mabaya na viendelee kuishi katika uzima. Mfano, mtu ambaye ameacha kupita kwenye daraja alafu kwa makusudi kama Lucifer alivyokuwa amefanya, yeye alifanya kwa makusudi, akajirusha kutoka kwenye daraja kuanguka chini. Then baada ya kuwa ameanguka, lile daraja haliwezi kuwa na msaada tena na yeye, hakuna namna litamsaidia. Lakini wakati kabla hajajitupa kutoka pale, lilikuwa ni msaada na ilikuwa ndio linamsustain aweze kupita salama, aendelee na mambo yake. Lakini vile amekataa kupita kwenye daraja na hakuna njia nyingine yoyote ya yeye kupita na amejirusha yuko chini ya daraja, then daraja hili haiwezi tena kuwa na msaada wowote kwake. Unaona? Kwa hiyo kwa kuwa Lucifer alikuwa amekataa sheria, na kimsingi sheria ndio inatia uzima, alikuwa amejitenga tayari na uzima na ndio amegombana na uzima, then hakuna namna nyingine iliyokuwepo ya kumponya Lucifer. Sasa mwalimu, hapa kuna kitu ambacho nataka tusisitize. Sijui kama tutakuwa na muda kiasi gani wa lesson hii hapa, lakini kuna kipengele hapa sijui kama tunaona wingi wa maagizo, wingi wa ujumbe wa matengenezo hauwezi saidia binadamu ambaye moyo wako hujabadilika. Sawa. Ila utaendelea kumkandamiza, hauwezi mponya kabisa. Ila makusudi tena nyingine ni kwamba unapokumbuka Mungu anapopatia Musa maagizo, aliyapatiana mengi. Mbona apeana maagizo mengi kwenye orodha ambayo haiwezi wasaidia? Anayawapeana kwa sababu anataka dhambi iongezeke. Sheria izae dhambi iwe nzito zaidi. Yaani kwa maana nyingine anataka waendelee kudhihirishiwa, wa ufahamu hali yao halisi. Mambo wako katika hali mbaya zaidi. Unaelewa? Ila amri zile zile aliye ndani ya ua wa ulinzi wa amri zile zinakuwa ni mbaraka wa uzima. Si ndio? Kwa hivyo ndio maana baadaye unampata Kristo anasema ya kwamba anafurahia masharia, anafurahia amri zangu. Naomba tusome kauli ziko hapo kwenye kitabu cha Mathayo 19. Naomba ufungue Biblia. Mathayo 19 mstari wa 16. Nafikiria tutamalizia kwenye kipengele. Naomba nitupitie kipengele hiki, naomba nikipatie labda a subtitle. Mathayo 19 mstari wa 16. Naomba nikipatia a title. Title yenyewe ni hii: amri ya Mungu ni kitu gani? Hiyo mimi nilikuwa nafikiri kwamba tuifanye kwa mada. Yaani tuipatie muda mpana, sio kwa hivi leo kwa hapa. Sawa, mapendekezo mazuri. So kile tutafanya basi, naomba tusome gani sasa pale? Hebu kidogo watuenda kwa Galatia, tusome basi wa Galatia, alafu baadaye tutakuja katika swali hilo la sheria. Kitabu cha Wagalatia, soma Wagalatia 3:21. Galatia 3:21. Anasema hivi: basi je, Torati haipatani na ahadi za Mungu? Hasha! Kwa kuwa kama ingalitolewa sheria iwezayo kuhuisha, yakini haki ingalipatikana kwa sheria. Lakini andiko limeyafunga yote. Kama umeshamaliza hiyo mstari, sawa. Paulo anapoandikia Wagalatia anawaambia kwanza, anaosema kwamba je, sheria ya Mungu, anasema sheria ya Mungu, amesema sheria, sio? Je, Torati haipatani na ahadi za Mungu? Kwamba kuna ukinzani wowote kati ya Torati na ahadi za Mungu? Hasha! Anasema hapana, zipingane. Kwa kuwa kama ingalitolewa sheria iwezayo kuhuisha, yakini haki ingalipatikana kwa sheria. Sasa
sheria ya Mungu inauisha, haiuishi? Hayo maneno nayowaambia anasema ni roho. Sasa hapa hii sentence anasema hamna neno lolote ambalo lilipeanwa na Mungu kwenye ahadi zake ambalo linaweza kutimizwa kwa sheria. Hivi na anasema sawa. Anasema ikiwa kuna sheria ambayo ingekuwa imepeanwa ambayo inauisha, basi ahadi zingekuwa kwa nini? Zingekuwa kwa sheria. Kumaanisha hivi, yote ambayo Mungu aliwatamkia wana wa Israeli hayakuwapatia uzima. Sio? Ila swali, sheria za Mungu inamaanisha hazina uzima ndani yake? Zina uzima, lakini mpaka ambapo ziko sambamba na roho wake. Yaani kwa kifupi hapa, sijui kama kuna version nyingine hapa. Kuna version kama nilikuwa nimepata nyingine hapa. Hebu nione kama kuna version nyingine. Sawa. Sina version nyingine. Kwa kifupi naomba tukomee hapa, alafu baadaye tutaje kuja hapa, lakini napenda sentence tu fupi kwa kuzungumzia Wagalatia hapa. Maelekezo yote ambayo Mungu anawapatia watoto wake wakati wowote ambapo yametenganishwa na roho wake, yanabaki kuwa ni orodha ya matendo wanaotakana kuwa nayo, ambayo yapo sawa kabisa, hayana makosa lolote, kwamba Mungu haya ndio nao yatamani yatimie katika maisha yetu. Ila orodha hiyo haina uwezo wowote wa kujibandikiza wapi? Katika na kujiandika katika moyo. Katika moyo. Kwa hivyo kesi katika sentensi hiyo Wagalatia ni katika roho iliyotenganishwa na sheria, au sheria iliyotenganishwa na roho, au maelekezo ambayo ni ya Mungu lakini hayana roho, hayana uzima ndani yake. Kivipi? Yani unaufahamu kuhusu jambo, ila wewe kama binadamu aliyeanguka katika mwili wa dhambi au katika hali ya dhambi, hauna uwezo wa kutimiza nini? Kutimiza maneno yale. Ndiposa mzee mmoja akasema haya, nikimalizia. Yule mzee katika alikuwa kijana miaka hiyo, ujumbe wa haki kwa imani, akasema sheria ya Mungu kwa kweli ni nzuri, vile Paulo anavyosema ndio inaonifanya niweze kufahamu nini dhambi. Ila akauliza swali, mimi nimekuwa nikiiba na nikashikwa kwa sababu nimekuwa nikiiba, nikapelekwa gerezani, ukaja ukanisomea sheria niliyokuwa nimeivunja, niposa na nikajipata hapo kwamba usiibe, unisomea usiibe, inasaidia nini? Itanisaidia nini katika hali yangu? Kwa hivyo mwanadamu katika hali yake ya uasi, sawa? Uasi kwa maana nyingine mvunjaji wa amri, au aliyekaa na amri. Amri haiwezi mletea uisho, amri haiwezi mletea msamaha, ila amri yenyewe katika Bwana iliyo na uzima, iliyokubaliwa ndani ya moyo wa mtu ambaye ameipokea, ina uzima. Hii ndio tofauti tu. Mpaka pale ninaomba niweze kukomea hapo. Ikiwa utakuwa na swali basi unaweza pata kuuliza. Mimi nafikiri hii wakati hii unapoanza kipengele cha mwisho, unapojibu kwenye ile kwamba sheria isingeweza kusamehe, ile ingeweza kuonyesha dhambi. Na katika maelezo ambayo umemalizia nayo mwishoni, ukisoma ni kitabu cha Waefeso, kuna vitu viwili ambavyo Mungu anaviweka pale. Anasema upanga wa roho. Unaweza ukaidentify kwamba upanga wa roho ni upanga ambao umetengenezwa kupitia material ya roho, au ni upanga ambao umiliki wake ni roho.
Hapo tusome kwanza. Okay. Ndio iko hivyo na tuko tumalizia tu tutaje kwenda hapo. Kwamba maandiko yanaposema hivi upanga wa roho. Sawa? Kama vaeni silaha zote za nini? Unaona? Jivikeni siji na nini na upanga wa roho. Sidana malizia hivyo katika silaha pale anaposema silaha zote za Mungu. Kwa hiyo upanga wa roho, ile sentensi unaweza ukaichukua katika mitazamo miwili. Ni upanga ambao umetengenezwa kupitia material ambayo ni material ambayo ni roho, au roho na upanga ni vitu viwili, mmoja ni mmiliki, mwingine ni object ya kingine. Unaona? Kwa hiyo ukipata hapo unaona kwamba Roho Mtakatifu yupo kama Roho Mtakatifu, na upanga kwa maana ya kweli neno la Mungu nalo liko separate. Roho Mtakatifu ndio yuko vitani na dhambi, kwa sababu maandiko yanasema dhambi isingaliweza kushindwa isipokuwa kwa njia ya nini? Ya Roho Mtakatifu kaa ndani ya moyo wa mtu. Kwa hiyo Roho ndiyo yuko anapigana na dhambi, ila akitumia upanga ambao ni neno la nani? La Mungu. Lakini kama upanga huo utakamatwa na roho ambaye sio roho wa Kristo, huo upanga tena hauwezi kuokoa, badala yake utafanyaje? Utaangamiza. Ndio maana unakuta shetani naye anatumia neno la Mungu. Unaona? Ili anapolitumia halitumii ili aokoe, analitumia ili afanyaje? Aumize. Ili aumize, aangamize. Unaona? Sasa hapo mtumishi, naam, kama sasa hapo ukisema hivi inawezekana kwamba mimi ni mtumishi natumia neno la Bwana kama upanga wa shetani. Si ndio maana unaenda kwa mganga wa kienyeji unakuta neno nao ana Biblia. Mganga wa kienyeji nao unakuta na nini? Ana Biblia. Sasa kwa hiyo kuwa na Biblia tu mkononi hivi, yani ama kuwa unasoma ile list of 10 what? Things. 10 things zinapata maana ambapo Roho wa Kristo yupo. Lakini kama mtu anazo alafu ana Roho wa Kristo, ni sawa mtu ukikuta na Biblia hii anahubiri, ili anaweza kuhubiri na akapeleka watu kwenye dini ya uongo. Yaani sawa, hiyo iko sawa. Ila kitu ambacho kimenigonga kwenye akili ni ikiwa neno la Bwana linafali kuwa katika utumiaji wa roho. Kwa roho wake asitenganishwe na neno. Hivi mwenda wazimu ukimpatia panga anaua. Kwa hiyo na hebu sasa tujiulize swali. Inaweza kuwa sisi tumekuwa wandazimu wenyewe na mpanga mkononi. Mara nyingi tu kwa sababu hivi sasa mtumishi ukipata mtu anasema kwamba ninaenda kushughulikia watu. Ni mara nyingi tumewaambia hivyo na mimi nazidi ni Mungu tu azidi kutusamehe. Kwa sababu sio kujua mafungu na kuyahubiri ambapo kutafanya sisi tuhesabiwe watumishi wa Mungu. Tutahesabiwa watumishi wa Mungu ikiwa sisi tumeunganishwa na yule Roho ambaye ni Roho wa nini? Roho wa kweli. Na sina maana kwamba yuko roho wa uongo alafu sina maanisha kwamba roho wa uongo na roho wa kweli. Yaani kwa roho wa kweli maana yake ni nani? Ni roho ambaye anatumia maandiko haya matakatifu kwa usahihi. Ambaye ndiye mwandishi wa haya. Ila kuna roho wa uongo. Roho wa uongo ni yule ambaye ni roho ila sio mwandishi wa nini? Wa haya. Naona. Sasa huyu yuko vitani kuangamiza ila kwa kutumia upanga huu. Kwa hiyo kinachotofautisha matumizi ya yule upanga yawe halali ni roho ya yule aliyefanyaje? Aliyeubeba. Kwa hiyo tujiweke katika mikono ya Bwana katika kila wakati. Tunahitaji kuomba sana roho wake atutumie. Watu sidhihirishe mihuri ya binadamu. Unajua? Tuna mihuri ya binadamu. Mimi kiasili nina muhuri wa kitabia. Wewe kiasili nina muhuri wa kitabia. Tusiruhusu kwamba mienendo yetu na asili zetu zikatumika au zikatumia neno katika kujiridhisha.
Ni kazi ngumu hiyo. Ni kazi ngumu. Kwa hiyo mpaka hapo tunapohitimisha, ndugu msikilizaji, tumeangalia katika msingi wa mada hii tuliyokuwa nayo kwamba uongo ule ambao shetani aliufanya mbinguni dhidi ya Mungu ulikuwa unahusu nini? Chai ambayo Mungu anakunywaga, au joo ambayo Mungu anakunywa, au nini hasa ambayo shetani alikuwa ameongopa dhidi ya Mungu? Tukaona kwamba shetani alikuwa na vita na sheria, na sheria na tabia ya Mungu na asili ya Mungu ni kitu kimoja. Kwa hiyo kimsingi shetani alipokuwa alidai sheria ya Mungu kwamba iondolewe, afanye mabadiliko, na Mungu shetani akamshtaki kwa uongo kwa watu, kwa viumbe wake, ya kwamba Mungu ni mbinafsi, utawala wake ni wa mabavu, ni dikteta. Kwa hiyo tunafungia hapo tukiwa tumeona namna ambavyo sheria ya Mungu, asili yake na asili ya tabia ya Mungu ni kitu ambacho havitenganishwi. Ndio maana Kristo akasema ni vyepesi zaidi kuondoa nukta moja kuondoa mbingu na nchi kuliko itanguke nukta au yodi moja ya Torati. Kwa nini? Kwa sababu kutangua nukta ni kumwedit Mungu tayari. Unaona? Kutangua sheria moja ni kumuongoa Mungu tena, ambako madai hayo shetani ya kufanikiwa kule mbinguni. Kwa hiyo tunaachia hapo. Kuna kipengele ambacho tutaanza nacho tutakapokuwa tunarudi katika somo linalofuata. Sheria ni kitu gani? Hiyo tuondoke na hiyo. Mpaka saa hii tukiunganisha somo lile la kwanza na hili, tumekwisha kupata ni nini ilikuwa siri ya pambano kuu mbinguni, uwanja ambao vita ilipiganiwa, na silaha zilizokuwa zikitumika katika hiyo vita. Na hiyo inatuweka katika nafasi nzuri sasa kwenda kuona kwamba sababu na kiini kabisa cha pambano kuu mbinguni ilikuwa ni nini? Ni sheria ya Mungu. Ni hapo ndipo vita yetu ilipojikita, na tunafungia hapo. Bwana akubariki. Daidi, karibu tuweze kupata ombi. Tuweze kuomba. Baba mwema, tunakushukuru kwa sababu umekuwa mwema kwetu. Ndiposa umeweza kutupatia nafasi hii ya kuweza kuwa na mazungumzo haya. Tuongoze katika majukumu mengine, na hata tuongoze na utulinde hadi wakati ambapo tunaweza kupatana tena. Tuombe kwa Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amina. Amen.